Mheshimiwa Halima Dendego ameyazungumza hayo leo akizungumza na waandishi wa habari katika viwanja vya Mwenge hapa mkoani Singida, ambapo amesema anawatoa hofu washiriki wote wa Mei Mosi kwa kuwahakikishia usalama wao na mali zao kwa kipindi chote ambacho atakuwa mkoani hapa. Lakini sisi kama mkoa, kwa kutambua ugeni huu ni mkubwa, tumeendelea kuhakikisha kwamba wageni wetu wenyewe na mali zao wanaendelea kuwa salama katika kipindi chote. Kwa hiyo sisi kama wana Singida tunaendelea kufarijika na tunasema tunaishukuru sana serikali kwa sababu kutuletea maazimisho haya sisi kwetu imetufungua sana, imetufungua kibiashara, lakini inatutangaza kama Singida, lakini inatupa mawazo mapya kutokana na watu mnapokaa wawili watatu mnabadilishana mawazo, unapata mawazo mapya. Lakini kubwa ni tayari kila mwana Singida, mamalishe, msafirishaji, bodaboda, bajaji, mwenye nyumba za kulala wageni, kila mmoja bidhaa mbalimbali anauza. Kwa hiyo hili ni soko ambalo limekuja likiwa tayari na sisi tunalitumikia vizuri kama fursa yetu. Huku akitaja pia mwelekeo wa michezo hii ambayo itazinduliwa rasmi tarehe 22 na naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Patrobas Katambi. Lakini tuna viwanja mbalimbali ambapo michezo mbalimbali inaendelea katika mkoa wetu wa Singida, na tumeona michezo ya aina nyingi. Tuna mpira wa wavu, mpira wa pete, mpira wa miguu, yote inaendelea vizuri, na mpira wa kikapu. Lakini kubwa sisi tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu hii michezo inaenda sambamba na maazimisho ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi, ambao kitaifa inafanyika katika mkoa wetu wa Singida. Tumewapokea ndugu zetu kuanzia tarehe 13 na sasa michezo inaendelea, na imani yetu kubwa bado itaendelea vizuri mpaka tutakapofika kilele. Lakini tunatarajia tarehe 22 michezo hii itafunguliwa rasmi katika viwanja vyetu vya Liti, na Mheshimiwa naibu waziri Patrobas Katambi atakuwa na sisi hapa katika ufunguzi huo. Kwa upande wa makamu mwenyekiti wa kamati ya Mei Mosi Taifa, Michael Masubo, yeye amesema wamefurahishwa na hali ya hewa ya mkoa wa Singida, hali ya hewa ambayo haijawadhuru hata kidogo. Tangu nimewasili mkoa wa Singida, binafsi hali ya hewa ni nzuri sana, tukutana na hali ya hewa nzuri. Tunaona mwenyewe mpaka sasa mchana tunacheza, na mimi mwenyewe nimevaa jacket. Si tu la michezo, lakini hali ya hewa inaruhusu kuvaa jacket muda wote. Sasa tunaingia kipindi cha pili cha robo finali. Michezo ya kwanza mingi itakuwa inakwisha kesho. Sasa tunaingia katika hatua nyingine. Kama ambavyo tunasema, Mei Mosi Singida imekuwa na fursa kubwa toka kuwasili kwa wanamichezo. Wafanyabiashara pia wako hapa mkoani Singida, na huyu ni Mwajuma Kisengo, yeye ni mfanyabiashara wa jezi, na hapa ametaja fursa ambayo amekutana nayo katika Mei Mosi ya mkoa wa Singida. Mimi naitwa Mwajuma Kisengo. Kwa upande wa michezo ni mkufunzi wa chama cha netiboli Tanzania, ni mwalimu wa waamuzi wote ambao wanachezesha michezo hii ya Shimiwi. Kwa hiyo najua nimesharatibu michezo ya Mei Mosi muda mrefu, na nilikuwa mjumbe wa Shimiwi. Pia Shimiwi ni michezo ile ya wizara. Mimi nilikuwa mjumbe, ila mwaka jana nimestaafu. Kwa hiyo bado nimebakia na tasnia yangu ya kama mkufunzi wa netiboli, na hapo nikija kwenye michezo natumia fursa kama hivyo, naona nauza jezi za michezo. Lakini pia wakazi wa Singida ambao ndio wenyeji wa Mei Mosi, wenyewe wanasema wamefurahia kwa kiasi kikubwa kupata fursa hii, kwani katika eneo la biashara pamoja na mambo mengine yanawaendea uzuri kwa kiasi kikubwa. Kwa majina naitwa Jafari Ashrafu, ni mkazi wa Singida mjini. Mimi ni mdau mkubwa wa michezo, na fursa hii iliyokuja katika hiki kipindi cha Mei Mosi, kwa kipindi cha wiki mbili ambazo tumezipata, kama mkoa umechemka kiuchumi, kwa sababu tunaangalia upande wa lodge zimejaa, upande wa chakula wanauza, saizi kuku wamehadimika. Mimi mwenyewe kama mfanyabiashara agent wa Azam Ice Cream nimeuza. Kwa ujumla wa mkoa umechangamka. Na michezo hii kwa ujumla kwanza inatuletea mshikamano, umoja, upendo na mshikamano. Kwa ni kitu ambacho kwa kweli kimekuja kipindi mwafaka. Kwa majina anaitwa Moses Bernard Msai, ni mwenyekiti wa chama cha walimu manispaa Singida. Ujio wa Mei Mosi kitaifa mkoa wa Singida ama ndani ya manispaa yetu ya Singida kwa kweli ni fursa kubwa sana. Moja, tumeona wingi wa watu ambao wamesababisha mzunguko wa fedha umekuwa ni mzuri, lakini pia ujio wa Mei Mosi umesababisha kuku wetu wameadimika sana. Sisi tunajinasibu kwamba ni kweli tuna kuku wa kienyeji wengi, lakini sasa hivi tunaona kuku wameadimika sana. Kwa hiyo maana yake kumbe ni fursa pia tuendelee kufuga zaidi kuku
lakini pia hata ukiangalia namna ambavyo nyumba za kulala wageni zimejaa kila mahali. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa sana. Moja, tunampongeza sana mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mkuu wa mkoa mama yetu Halima Dendegu, ambaye kwa kweli ameonyesha ubunifu wa kutosha sana kuelekea Mei Mosi. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali kwa maandalizi mazuri, lakini pia imekuwa ni fursa kwa wananchi kuweza kupata yale ambayo waliyakusudia. Naam, michezo imepigwa katika madimba tofauti tofauti hapa mkoani Singida. Katika dimba la Airtel kule Mtipa ulipigwa mchezo mmoja kati ya Utumishi na Afya, ambapo Utumishi wameibuka na ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Afya.